Mwangaza wa watu wema, hazina ya elimu, maadili na hatima milele. The Data on Elimika. Siri ya mchwa, mjenzi stadi, uadui na siri ya fimbo ya Nabii Suleiman. Wajenzi wa chini ya ardhi na siri ya kifo cha Mfalme Suleiman. Fikiria kiumbe mdogo asiye na macho ya kuona vizuri na mwenye mwili mlaini, lakini anaweza kujenga minara mirefu ya udongo inayostahimili dhuruba na yenye mifumo ya kiyoyozi ya asili. Kiyoyozi cha asili chini ya ardhi. Kiyoyozi cha asili chini ya ardhi. Zaidi ya uhandisi wao wa ajabu, viumbe hawa walichaguliwa na Allah, walichaguliwa na Muumba kutekeleza operesheni ya siri kabisa inayofichua ukweli uliowastua majini na wanadamu. Kifo cha Nabii Suleimani alayhi salam. Wakati majini wakiamini wanajua kila siri, kiumbe huyu mdogo alikuwa kila nguzo ya mfalme taratibu mpaka ukweli ukasimama. Karibu mwangaza wa watu wema. Leo tunazama katika ulimwengu wa siri wa chini ya ardhi. The Data and More. Siri ya mchwa, mjenzi stadi, uadui na fimbo, uadui na siri ya fimbo ya Nabii Suleiman. Swali: ni kwa namna gani mchwa anatumia nidhamu ya kikoloni kujenga majumba ya ajabu? Na ni vipi alifichua siri ya kifo cha Nabii Suleiman ndani ya Qur'ani? Karibu tuungane pamoja. Mimi ni Ustadh Khan. Ikiwa ndo kwanza unaungana nasi, basi bonyeza kitufe cha subscribe ili usapoti chaneli yetu changa. Tukianza na wahai wa ujenzi na usanifu wa kiyoyozi. Mchwa hawajengi kwa kubahatisha. Ndani ya vichuguu vyao kuna mifumo tata ya mzunguko wa hewa inayowezesha joto kubaki katika kiwango kile kile hata kukiwa na joto kali au baridi nje. Huu ni uhandisi wa kipekee waliopewa na Muumba wao. Aliopewa na Muumba wake. Kila mchwa anajua jukumu lake. Kuna malikia anayezalisha askari wanaolinda na wafanyakazi wanaojenga na kutafuta chakula cha jamii yao. B. Siri ya fimbo ya Suleiman. Udanganyifu wa majini. Nabii Suleiman alikuwa akisimamia kazi za majini huku akiwa amegamia fimbo yake. Alifariki akiwa katika hali hiyo, lakini majini hawakujua kwa sababu waliendelea kufanya kazi ngumu kwa hofu ya mamlaka yake. Mwenyezi Mungu Allah alimtumia mchwa wa miti, yani Dabatul Ardhi, kama kifaa cha kufichua data ya kifo chake Nabii Suleiman kwa kula fimbo hiyo taratibu mpaka ilipovunjika. Allah anasema katika surati Saba aya 14 pale aliposema Allah tabaraka wa taala. Allah anasema katika surat Saba aya ya 10 فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. Tafsiri: basi tulipomshukumia kifo, hapana aliyewajulisha kifo chake ila Mnyama wa ardhi Mchwa aliyekuwa akila fimbo yake. Alipoanguka, majini walibaini kuwa lau kama wangekuwa wanajua ghaibu, wasingelikaa katika adhabu ya kudhalilisha. Basi tulipomhukumia kifo, hapana aliyewajulisha kifo chake ila mnyama wa ardhi, mchwa aliyekuwa akila fimbo yake. Alipoanguka, majini walibaini kuwa lau kama wangekuwa wanajua ghaibu, wasingelikaa katika adhabu ya kudhalilisha. Uadui na uharibifu. Upande wa pili wa data, licha ya kuwa mjenzi stadi, mchwa wana sifa ya uadui dhidi ya miundombinu ya binadamu. Wana uwezo wa kula mbao, vitabu na mizinga ya miti kwa siri kubwa bila kuacha alama kwa nje, mpaka kitu kinaporomoka ghafla. Hili ni somo kuwa uharibifu mkubwa unaweza kuanza na adui mdogo anayedharaulika chini ya ardhi. Nukuu ya mwanazuoni Al-Imamu Ibn Kathiri aliyekufa mwaka wa 774 Hijria anafafanua katika tafsiri ya Al-Qur'an al-Azim kuhusu tukio hili pale aliposema: Al-Imam Ibn Kathir
aliyekufa mwaka wa MIA 77 NANNE Hijiria. Anafafanua katika tafsiri al-Quran al-Azim kuhusu tukio hili: أكلت الأرض عصاه وهي المنسأة فخر ميتا فعلموا بموته بعد سنة. Tafsiri: mchwa alikula fimbo yake, nayo ni nguzo ya kuegemea, akaanguka akiwa amekufa, na majini wakajua kifo chake baada ya mwaka mmoja. Hitimisho la kimantiki: data za Allah na ukweli wa namba. Kisa cha mchwa kinatufundisha kuwa siri za ghaibu ni milki ya Allah pekee, na hakuna kiumbe anayejua kesho yake. Majini walijivunia namba kubwa ya nguvu na ujuzi wa asili, lakini namba yao ilishindwa mbele ya mchwa mmoja mdogo aliyekuwa na jukumu maalum kutoka kwa Allah. Mimi ni mchambuzi wako Ustaz Khan, ninayokumbusha kuwa katika hesabu za uhai na mamlaka, namba zidanganyi, ni muda tu. Ukweli wa Allah ndiyo namba ya mwisho inayobaki imara wakati nguvu za majini na falme za kibinadamu zinapofika mwisho. Mchwa alifanya kile ambacho majeshi makubwa yasingeweza kukifanya: kuvunja pazia la udanganyifu. Siri ya kuwa miongoni mwa watu wema ni kutambua kuwa nguvu na elimu yako ina mipaka, na unyenyekevu mbele ya Mungu na unyenyekevu mbele ya Muumba ndiyo njia pekee ya salama. Mpenzi mtazamaji wa Mwangaza wa Watu Wema, tumeyaona maajabu ya mchwa na asili ya fimbo ya Nabii Suleimani alayhi salam. Kwa wewe ambaye umekuwa nasi katika safari hii ya maarifa na pengine ulisahau, tafadhali usisite kubonyeza kitufe cha subscribe na kengele ya taarifa ili uwe wa kwanza kupata data hizi za kipekee. Lakini je, unajua kuwa kuna kiumbe mwingine ambaye ana sifa za kipekee na upole? Kuna kiumbe mwingine ambaye anasifika kwa sifa za upole na usiri mkubwa. Anaishi katika maeneo ya nyasi ndefu, mwenye ngozi yenye madoadoa ya kipekee, na anayetumia kasi ya ajabu kukamata mawindo yake kwa sekunde. Nini kinafuata mbele? Katika video yetu ijayo, tutarudi katika ufalme wa savana, The Data Oni Elimika, siri ya chui chita, kasi ya umeme, upweke wa mawindo na sanaa ya kujificha. Jiunge nasi katika safari hii ya hazina ya milele. Jiunge nasi katika safari hii ya hazina ya elimu, maadili na hatima milele. Mimi ni Ustaz Khan. Tutaonana wakati mwingine.